الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله
وضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها من تمسك بهما عشا بالنور كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات كالليل إذا يغشاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله محمد ليكفنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في أول وسرا. نيوصي nafsi yangu pamoja na kuzihusia katika nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku adhimu, ni siku kubwa. Hii ni kama Eid al-Adha, ni siku ambayo kila mmoja inatakikana awahi katika msikiti kuja kupata ngamia na mayai na kadhalika. Lakini ndugu zangu Waislamu, wallahi msikiti makubwa sana, watu tunachelewa katika msikiti. Ndugu zangu Waislamu, fursa ulipata kama hii leo, utarajii kama Ijumaa iliyokuja kuipata fursa kama hii. Fursa kama hii ifanyia kazi hadi na mali sana ndugu zangu Waislamu. Na neema ulipata mpaka leo bado unapumua, basi mshukuru Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Basi kumshukuru Mola wako Subhanahu wa Ta'ala anakuzidishia mara milioni. Ndugu zangu Waislamu, wengine bado wanashughulika na dunia, wengine bado wanafukuzana dunia, hawajui leo ni siku gani. Wengine wako wanaostahili kule wanatamani wao kufanya ibada kama siku ya leo Ijumaa, kama sisi tumewahi msikitini, na wao wanatamani kufanya ibada kama hii leo. Lakini Mwenyezi Mungu kawapa mtihani kidogo, ibada kubwa ya kumwe. Sisi na wewe ni kazi ya kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala afanye wepesi walipokuwa mtalii, Mwenyezi Mungu afanye shifa na wajitende ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku janja wewe isipokuwa na kutawfiki za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuende na muda al-mawdhu ya kutufunza leo, tuangalia maendeleo ya kufuzu mwanadamu hapa duniani ni nini. Angalia leo hapa duniani mwanadamu kuja kufanya nini, maendeleo yake yanayofanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maendeleo gani anafanya kwa ajili ya kujiwekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vipi akaunti yake imejaa mema kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maana hasa na shadida walai masikitiko makubwa sana, yanasikitisha sana ndugu zangu Waislamu. Mtu anajaza akaunti yake ya pesa, anashindwa kujaza akaunti yake ya akhira Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo ambayo itamnufaisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ni masikitiko makubwa sana. Tutaenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi tumejiandaa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wanadamu ambao muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukafuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukitekeleza yote haya maamrisho Allah aliyoamrisha, basi ushafaulu hapa duniani kwa akhera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakatumbia vitu mbalimbali
ukanunua kila kitu, lakini vipi unamtumikia Allah kifaswa kwa kweli wako? Ndugu zangu Waislamu, hebu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighad, kila mmoja angalie lile ambalo amelitanguliza kwa Mola wake. Nini ametanguliza kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala? Umetanguliza nini wewe ndugu zangu Waislamu? Tanguliza yale ambayo Allah alikuleta duniani ili upate mazuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladhina sudafu ansahu ulaika hum fasiqun. Ndugu zangu Waislamu, wewe na mimi tumehusiwa sana kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kikweli kweli, na useme wewe kweli yale ambayo anakuamrisha, na kujiandaa vipi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala, vipi utakupelewa na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum fasiqun, hakuna pepo ya mafasiki, hakuna pepo ya mafasiki. Kule kuna pepo al-muttaqin, pepo ambao mcha Mwenyezi Mungu kikweli kweli. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie wewe na mimi vipi tumejiandaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pepo tunaiandaa vipi? Mema yetu vipi tunayatekeleza vipi? Au tunaangalia al-maslahi fi dunya? Watu sasa hivi wanaangalia maslahi ya dunia, wanashindwa kuangalia maslahi fil akhirah. Dunia hii watu wameweka mbele, akhera ni cha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ataelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala vipi ametengeneza akhera yake, vipi amejitengeneza yeye mwenyewe, au anataka kutengenezewa na watu wengine basi na kujiandaa wewe mwenyewe. Unasubiri ulioandaliwa na wenzako. Kila mmoja ajiandaa yeye mwenyewe na ajitengeneze yeye vizuri, anapoenda katika mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunashukuru ndugu zangu Waislamu, tunakubalika turudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alituamrisha katika maneno yake. Lakini sasa hivi ndugu zangu Waislamu, ni masikitiko makubwa sana, ni masikitiko makubwa sana. Allah anasema islaha dunia wa dini, ndiko kutengamana kwa dunia na dini. Wewe vipi wewe umcha Mwenyezi Mungu? Kwanza umche Mwenyezi Mungu kweli kweli, na dunia yako iangalie, na dini yako iangalie vipi umeiandaa vipi. Hunaka tariqu bawaid, hunaka tariqu bawaid baina al-istimrar wal fawz. Huku ndio kutakufaulu wewe Muislamu. Ujiandae vizuri kwenda huko. Dunia yako hii itengeneze vizuri, na dini yako itengeneze vizuri, unakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi ndugu zangu Waislamu, akhera inakuwa dada mama, akhera hii ni kujitengeneza wewe mwenyewe unapoenda katika mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanaleta masihara. Kumcha Mwenyezi Mungu inatakikana kwanza usafishe moyo wako vizuri, utengeneze moyo wako vizuri, hata dunia yako itakuwa vizuri, akhera yako itakuwa vizuri, na dunia yako itakuwa vizuri. Na kama unatengeneza dunia yako itakuwa sawa. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Kahf aya 18, ma yalfidhu min qawlin ladayhi illa raqibun atid. Mtu yoyote kutamka neno lolote isipokuwa mbele yake kuna raqibun atid. Mtu yoyote hakutamka neno lolote mbele yake kuna raqibun atid. Watu sasa hivi watamka Simba na Yanga, ndio asubuhi hata kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inashindikana. Kwa nini? Allah akasema yaqulu min qawli ladayhi raqibun atid. Mbele yako raqibun atid. Nini unatamka wewe Muislamu? Raqibun atid wanaandika mazuri na mabaya. Nini wewe Muislamu tia asubuhi umetamka mangapi kufurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu.
annahu qala la yastaqimu iman, kwamba yeye hata kuwa na imani sawa sawa, al-abdu mja hata yastaqima qalbuhu, mpaka uwe moyo sawa sawa. Sisi Waislamu hatuko sawa sawa, imani zetu ziko chini sana. Angalia kwanza moyo wako umekuwa sawa sawa. Wewe mtu Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako umetengamana vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Jiangalie wewe, usiangalie wenzako, jiangalie kwanza wewe mwenyewe, basi ndio angalie wenzako. Vipi moyo wangu umetengamana vizuri na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Kila mmoja ndugu zangu Waislamu, angalia kipengele hiki aya za Mwenyezi Mungu anasema, waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Kila mmoja ajiangalie anapeleka Mwenyezi Mungu zawadi gani, anapelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amejiandaa vipi basi ya kuandaliwa? Jiandaa mwenyewe basi ya kuandaliwa. Sasa wengine sasa wanachukulia kuandaliwa, anashindwa kujiandaa yeye mwenyewe kutengeneza mazuri yake, anasubiria atatengenezewa na wenzake. Wallahi man ahsana shadida, ni masikitiko makubwa sana kuenda kuuliza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala yastaqima qalbu, na wala utakuwa sawa sawa moyo wako, hata yastaqima lisan, takuwa unakuwa sawa sawa. Wangapi wanashindwa haya? Wangapi tunafeli sisi? Moyo wako utakuwa sawa sawa. Vipi na ulimwengu utakuwa sawa sawa? Utatamka mazuri ambayo kumfurahisha Mwenyezi Mungu na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ajitengeneze vizuri kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Imran aya 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kila mmoja ataonja umauti Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atakufa, ataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja kwa dhauki, imekuja kwa dhauki, sababu hii kila mmoja ataonja umauti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini amejiandaa kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala? Wa inma tuwafuna ujurakum yawma al-qiyamah. Hakika si vinginevyo, litawalipa malipo ambayo umefanya hapa duniani yawma al-qiyamah, siku ya kiyama. Wewe Muislamu, nini umefanya hapa duniani? Nini umetengeneza mazuri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapa duniani, ili ukitoka hapa duniani ukaenda kwa katika mahakama ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili Mwenyezi Mungu akulipe malipo yako mazuri uliyofanya hapa duniani. Alibasu bitaqwa. Ndugu zangu Waislamu, ucha Mungu ni moyo. Tengeneza moyo wako vizuri. Kama moyo wako umetengeneza vizuri, huwezi kwenda kwa vizuri. Tengeneza kwanza moyo wako vizuri. Moyo wako umejaa kutu, ulainishi na Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo zetu hazitatengamana vizuri kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe tukijatulizana katika nafsi zetu, hii nyoyo zetu hizi zina hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo zetu. Na tukiwa sasa hivi kila mmoja anatarajia kwenda peponi. Vipi mjiandaa sasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Usilete masihara kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usilete mzaki kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuamrishe vizazi vyetu hivi vimjue Mwenyezi Mungu na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi tunakimbilia dunia, bal tuthiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Dunia hii utaiacha, akhera ndio kubakia. Mafhumu mukhalaf, uangalie ndugu zangu Waislamu. Sasa hivi Waislamu sisi dunia ndio tumeshika. Akhera tunaona zikishia na mama. Akhera ndio maandalizi yako kutengenezewa Uislamu. Ukifika huko katika mahakama ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili ukalewa na Mola wako subhanahu wa ta'ala, uende katika sehemu nzuri. Hakuna mtu anayetarajia kuenda katika sehemu mbaya. Kila mmoja anafanya ibada, anatarajia aende katika sehemu nzuri. Kwanza ni kutengeneza imani zetu vizuri na kumwabudu Mwenyezi Mungu vizuri. Kikweli kweli unapomwabudu Mwenyezi Mungu, moyo wako umeelekea Allah subhanahu wa ta'ala.
hata udheni katika alipoimba radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ndio hivi na mama hivi tunafanya masihara, unasema inama inuka wallahi masihara kuleta mazoezi hapa. Usilete masihara kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Usilete mazoezi kesho adhuru mtusaja al-asri, lakini angalia hapa moyoni umetengeneza vipi akhira yako. Waltanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Maendeleo yako yaangalie ile vizuri na vipi utafaulu hapa duniani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watu wanaangalia tu dunia, maendeleo yao waangalie, familia zao waangalie kwa kuishi katika dini, kusoma dini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanaacha walimu wanafanya kazi ambayo leo kushirikiana na walimu, lakini kazi inakuwa ni mtihani mzao sana. Vipi tutaipata radhi Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Mwenyezi Mungu anasema katika sura At-Tauba aya 101, inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalihim bi anna lahum jannat yuqatiluna fi sabilillah. Huyu ni Allah kanena katika maneno yake matukufu katika sura At-Tauba, inna Allah ishtara minal mu'minina, hakika Mwenyezi Mungu ananunua kutoka kwa waumini anfusihim, nafsi zao. Wewe umenunua pikipiki, umenunua nini? Angalia hata kwa umenunua nini kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mali zako hizo umezinunua vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Umejipangaje kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Unanunua gari, unanunua pikipiki, unanunua nyumba, unajifaharisha duniani. Vipi kwa Mwenyezi Mungu umenunua nini? Akaunti yako umenunulia nini kwako? Akaunti yako lazima ununulie vitu vijao vizuri, si vijao vibaya. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema ina washtara minhu, Mwenyezi Mungu atanunua katika waumini anfusihim, nafsi zao hizo zitengenezwe vizuri, wa amwali, na mali zao zimetengamana vizuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mali zao hizo unazifanya hizi zitengeneze vizuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bi anna lahum janna, kwa sababu hilo basi janna unaipata Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqatiluna fi sabilillah, basi ukapigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi utaingia katika janna Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati unafanya haya wananunua kwa ajili ya Allah. Mimi nanunua mambo yangu, nanunua kwa ajili ya Allah, na nitengenezeni mwenyewe kwa ajili ya Allah. Na anafanya hivi wachache sana ndugu zangu Waislamu. Sisi ni kuja kuinama kununua basi muhimu, lakini kutengeneza kununua hali yako vizuri na kushikamana na waimamu haipo. Ndugu zangu Waislamu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa sisi tunatarajia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tutafaulu kwa hapa duniani kwa haki kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna mmoja mmoja anasema hivi, idha kana subha kullu yawm, kila unapoamka asubuhi ukiamka kila siku, hadha al-kalam, maneno hayo uyatamka yapi? Ni kama vile unapoamka asubuhi, yani umtaja ati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tukathiru fil kalam, unakithirisha maneno ambayo hayana machafu kabisa. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja akisirisha maneno Allah subhanahu na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu kwa wingi sana, na kumtaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la khuluqin adhim fasatubsiru fi tasbih. Sisi tuko tabia nzuri kumpata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani anaweza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yale? Si tuko chini sana. Wa innaka la ilahi wa innaka la khuluqin adhim. Mtume yuko katika tabia nzuri za juu, wewe uko chini, sababu imani zetu ziko chini, haujatengeneza moyo wako vizuri. Sasa ndugu zangu Waislamu, hebu tuangalie imani zetu zinaendana na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyefanya. Mtume aliyefanya, unaenzi yale ambayo alikuwa anafanya? Hatuwezi ndugu zangu Waislamu, imani zetu ziko chini sana. Kikubwa ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tumuombe sana na tumbeleze sana Mwenyezi Mungu subhanahu. Mwenyezi Mungu anapenda mtu ambaye yuko karibu naye, anambembeleza
vizuri kwa khilafu nuri ya maana anapendeza na Mwenyezi Mungu anakubalia maombi yako. Lakini sasa hivi wallahi masihara hatuyawezi. Hadha al-kalam mawjud fi al-hadith al-qudsi, haya imetoka katika maneno katika hadithi al-qudsi. As-samaa ya rabbi ikhzilni, mbingu inasema sasa. As-samaa, mbingu inasema ya rabbi, ewe Mola ikhzilni, nipe idhini mimi. Angalia unazoni, rabbi ikhzilni, ewe Mola wangu nipe idhini mimi an asqutu ala bani adam, min amkasubu ya wanadamu, liannahu, kwamba huyo mwanadamu akulu khairika, anakula kheri zako, wa manamu shukrika, na anashukuru vipi kwa Mola wako. Yeye anakula kheri za Mola Subhanahu, lakini hakushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neema zipewa lakini hashukuru. Anakula neema za Mwenyezi Mungu na hashukuru. Anakuwa na jeuri akipewa na Mwenyezi Mungu, ahatumie katika halali, anatumia katika haramu. Vipi huyu mwanadamu hashukuru kidogo kwa Mwenyezi Mungu, anachohana yeye yuko ana hashukuru. Sasa mwanadamu huyu vipi kamweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu zangu Waislamu, waltanzuru nafsu ma qaddamat lighad. Kipengele hiki kila mmoja kitazame katika nafsi yake vipi imetengenezwa vizuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi amejiandaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi amejiandaa kwenye akaunti yake imejaa mazuri imejaa katika akaunti yake. Si akaunti hizi unaona akaunti za pesa, si akaunti mema yako imejaa katika akaunti. Vipi? Kama vile unajaza akaunti ya benki, umejaza mabilioni, na basi na akaunti yako ijaa bilioni zijae pale, ili uende kwa Mwenyezi Mungu vizuri. Lakini kama akaunti yako inajaa vizuri, ujitizame mwenyewe, basi na kujitizama mwenyewe, tizama mwenyewe mazuri yako mazuri yafanya. Nikiwa mzee au nikiwa jana kwa gazeti, mangapi nimefanya? Unafikiria mangapi nimemfurahisha Mwenyezi Mungu, na mangapi nilimfurahisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangapi nakaa na watu vizuri, majirani zangu kama vizuri. Vipi hapo? Ukitoka hapo jitizama mwenyewe. Ndugu zangu Waislamu, tuchukue haya ndio kazi ili tupate radhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقولوا جميعا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي للحكم للعدل الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا نمنا ليجزي الذي أساه بعمله ليجزي الذين أحسن بالحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتاب هذا للناس من تمسك بهما فقد فاز ومن دعا إلى الله وقد هدى صراطا مستقيما. وأشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله سيد العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم. فأوصيكم مرة ثانية na yusia nafsi yangu mara pili katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahbabi Rasulillah, ndugu zangu Waislamu, kila mmoja atizame katika nafsi yake nini amejiwekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vipi atatoka hapa duniani kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni kila mwanadamu atizame katika nafsi yake, amejiandaa vipi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waltanzuru nafsu ma qaddamat lighad. Kipengele hiki kinaangalia ndugu zangu Waislamu, sisi sote tujiangalie kipengele hiki,
vipi tutaenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujiangalie nafsi zetu zinaambatana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimenena katika hadithi yake kuhusu idha asbaha ibn adam fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Angalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha asbaha ibn adam fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Pindi anapoamka mwanadamu, fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, hakika viungo vyote vinamlaani mwanadamu. Kullaha tukaffiru lisan, vinamuonya au vinamuonya viungo vyote. Anapoamka asubuhi mwanadamu anaambiwa, wewe mwanadamu unapoamka asubuhi viungo vyako vyote vinakuonya usikurudie zina, usikasirishe wenzako, usifanye mabaya. Unakatazwa unapoamka asubuhi. Ndugu zangu Waislamu, fanya mazuri, usifanye mabaya. Unapoamka asubuhi, kumbuka mwanadamu viungo vyako vimeonywa. Nini filamu? Vimeonywa usifanye mabaya, fanya mazuri ambayo yanafurahisha Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani anayefanya haya? Asubuhi mtu anaamka anaanza kutukana jirani yake, hafai. Anaanza kumsema, kumtaja aibu zake, hafai. Ndugu zangu Waislamu, tujiangalie sisi wenyewe. Tusiangalie watu ambao mtu amekuudhi, wewe unamshambulia. Mtu anayemwasi Mwenyezi Mungu hajui, hamuogopi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, bana hasara shadida, ni masikitiko makubwa sana. Kila mmoja atakuja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema taqullah, muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika sisi nahnu bika, na sisi tunamuonya Mwenyezi Mungu, na sisi tunaomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujikurubisha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in istakamta, basi itapokuwa wewe una msimamo, umejiwekea msimamo wako mzuri, viungo vyako, basi utakuwa sawa sawa. Kama utawekea msimamo viungo vyako wewe Muislamu wewe, basi utapata hasara. Na nyumbani kwako kama hujaweka msimamo, basi utapata hasara. Sasa wewe ndo alijali, unashindwa kuweka msimamo katika nyumba yako, malezi yako, familia yako, kuwa na msimamo katika maadili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa hivi Waislamu sisi wanaume tunashindwa. Wake zetu nyumbani, mwingine ni mkali sana, mwingine anaogopa msimamo, hawana msimamo. Sisi ukimwambia mtu aende chuo, ataenda baadaye, na unaondoka. Sasa msimamo wako vipi ujiwekee wewe msimamo wako katika nyumba yako? Ndio hapo tunaambiwa fa istakamna, basi itapokuwa wewe una msimamo, basi na tuna msimamo. Wewe kama huna msimamo, basi utakuchapa hivi. Wa in wajadna, basi endapo utakuwa na msimamo, basi watakuwa na msimamo katika nyumba yako. Sasa kama huna msimamo, wewe ujiwekee msimamo gani katika malezi yako? Ndugu zangu Waislamu, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kila mmoja ataenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, nini amefanya hapa duniani, nini amefanya mazuri ambayo kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaenda kuulizwa nini tumejiandaa sisi Waislamu. Kama hauna msimamo, vipi utaenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hapo sisi masiara, kila mmoja atakiwa na msimamo au na msimamo wake katika dini. Kama imamu au na msimamo wake, kama mwalimu ana msimamo wake, na nyumbani una msimamo mkali kwa ajili ya Allah Subhanahu. Usiangalie maslahi ya dunia, angalia katika maslahi ya akhirah. Wewe unajiandaa vizuri ili wakusimulie imamu alikuwa na msimamo ile, shehe alikuwa na msimamo ile, ili ndio jamani ndani alikuwa na msimamo sana. Haachi watoto kutoka shule wanaenda madarasa. Sasa hivi kwa mtoto anatoka shule anaenda tusheni, akitoka tusheni ndio basi shachoka, hajua atafika muda gani. Ukija kumuuliza na watoto anasema alichoka kalala. Haya,
Kuna nini hapo? Basi ushashikwa, jiangalie sasa umeshikwa. Takiwa uwe na msimamo mkali, na ujiangalie vizuri na familia yako. Sisi hapa ni mapitu, dunia hayatu mkachwa, dunia ndio haya ambayo katika mara moja. Kila mmoja ajitazame, dunia hiyo utaiacha akhera ikubakia. Sasa kila mmoja ajiangalie, mimi napoenda huku vipi, nimejiandaa vizuri kupitia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nimejiandaa vizuri? Kama unajiandaa vizuri, waanze sasa hivi kujitazama katika nafsi yako, moyo wako kutengeneza vizuri, na familia yako vizuri, kutengeneza vizuri, ili tukapata radhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, haya machache kila mmoja ayachukue na kufanya kazi. Ayachukue na kufanya kazi, al-kamalu ila Mwenyezi Mungu mkamilifu. Mimi ni mwanadamu, kila mmoja ayachukue yale mazuri na afanye kazi yale mabaya aache. Mimi ni mwanadamu na wewe ni mwanadamu, kikubwa ni kuamshana, fadhaki anta dhikri. Ukumbusho unafaa umri. Kila mmoja tunakumbushana yale ambayo tuchukue na tukafanya kazi, tutizame katika nafsi zetu na familia zetu. Mangapi tunayafanya mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Tusijione sisi hapo wewe ni mwalimu shia au alikadhalika hamajara, au jiangalie katika nafsi yako, tizama moyo wako vipi, uko vizuri, ucha Mungu uko vizuri katika moyo wako, ukiwa elimu, lakini angalia